wakati unapata taarifa hizo kwamba umeteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa viwanda vya idara maalum za SMZ, ulibeba hisia za aina gani na ulifikiria utafanya mambo gani hasa ambayo yatakupambanua ujitofautishe na wengine? Okay, nadhani katika hili la hisia, kwanza kibinafsi mimi, kwa sababu mimi napenda kazi. Mimi nature yangu ndivyo, napenda kazi na napenda taasisi ambayo naifanyia kazi iwe na mabadiliko kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Wakati nipo kule nilikuwa kama ni planning officer, kama ni afisa mipango, ambao nilikuwa ndo mkuu wa kitengo kile cha mipango. Nilivyoitoa ile taasisi, nilivyoitengenezea miundombinu ya planning, sababu mimi fani yangu ni uchumi na ufuatiliaji na tathmini. Kwa hizo ndo nafikiri zimenisaidia katika kupanga mipango bora iliyofikisha taasisi kufikia ile zile majengo makao makuu Pemba ukaenda kutizama. Niliwaandalia program ambazo mpaka sasa hivi hawajaweza kuzikamilisha, kama kitabu fulani hivi. Kwa hiyo ile nadhani ndio imenipa picha ya kwamba kumbe naweza kufanya kazi. Lakini la pili, matarajio yangu katika upande wa kuitumikia hii nafasi, nilikuwa najua kwamba kwa kuwa kule nimeweza, na nilikuwa na imani kubwa kwamba napo naweza kufanya kazi vizuri. Na kwa kweli tokea nilipoanza kazi, na imani Mheshimiwa Rais anaridhika na ninachokifanya, na mpaka dakika hii bado nipo katika majukumu yangu. Kiujumla napambana kwa maana ya kufikisha viwanda hivi tutoke sasa katika sehemu ya uzalishaji mdogo tuende kwenye uzalishaji mkubwa, na tuziibue fursa na tulazimisha hizi fursa zije katika maeneo yetu ya uzalishaji. Na lengo hasa ni kubwa, kwanza tutimize ndoto za Mheshimiwa Rais. Nadhani katika hotuba zake zote alipozindua Baraza la Wawakilishi amezungumza, alivyo ilani ya CCM imezungumza, lakini pia katika maagizo yake na ahadi zake Mheshimiwa Rais anazozitoa, anasema swala la ajira zile lazima tutimize. Na katika viwanda hivi ndio sehemu moja ya kupata zile ajira. Lakini vile vile anahakikisha kwamba viwanda vyetu sasa vitoke katika upande, yani mambo ya kutegemea kila kitu kutoka nje ya nchi, mambo ile imeshapitwa na wakati sasa hivi. Sasa hivi tiles tunanunua hapa Tanzania, au sio? Ndio sasa. Mipira ya gari tunanunua hapa Tanzania. Why viwanda nguo tukanunua nje ya nchi na wakati uwezekano upo? Kwa hiyo mimi focus yangu ni ile focus ya Mheshimiwa Rais kwamba tufike pahala sasa tuhakikishe hizi taasisi zetu tunaweza kuzipatia huduma, hasa hizi nguo za maafisa na wapiganaji, ili ile fedha ambayo tulikuwa tukitumia kusafirisha nje ya nchi, tena tukinunua nguo kwa dola, itoke mfuko huu iingie mfuko huu, ili viwanda vyetu vikue. Na nina imani pesa yetu tukithamini, tukizungusha kwenye uzalishaji wetu wa ndani, mimi na imani viwanda hivi muda mfupi sana vitapiga